2029. Katika kutekeleza mwongozo mpya wa utoaji na usimamizi wa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu katika mamlaka za serikali za mitaa wa Julai 2024, halmashauri ya mji wa Mbinga imekuwa ikitoa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Aidha, kuanzia mwaka 2015-16 hadi mwaka 22-23 mikopo ilipositishwa, kiasi cha shilingi bilioni 1 na milioni 262,634,420 kilikopeshwa kwa vikundi vya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Kati ya fedha hizo zilizotolewa, kiasi cha shilingi milioni 741,634,420 kwa vikundi 198 ni fedha za 10% ya mapato ya ndani, na shilingi milioni 521,000 kwa vikundi 59 ni fedha zitokanazo na marejesho ya vikundi. Jumla ya vikundi vilivyokopeshwa ni 257. Kati ya vikundi hivyo, vikundi vya wanawake 152, vijana 82 na watu wenye ulemavu 23. Vikundi vimenufaika na mikopo, ambapo vikundi hivyo vimeweza kujikwamua kiuchumi kupitia miradi mbalimbali wanaoifanya. Aidha, urejeshaji wa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu ulemavu hadi kufikia tarehe 26 mwezi wa 6 2026, kiasi cha shilingi milioni 848,144,139 kimekopeshwa sawa na 67% kati ya shilingi milioni 1 na milioni 200 zilizokopeshwa kabla ya kusitishwa mikopo. Ya kuwa mgeni wetu rasmi, najua una majukumu mengi sana. Jana tulikuwepo wote hapa mpaka jioni, tunakushukuru sana, na leo tunakushukuru sana. Mimi sina mengi na kuombea Mwenyezi Mungu akujalie afya njema katika utendaji wako wa kazi. Pia naomba niwasihi vikundi vilivyopata mikopo, kwanza nawapongeza sana mikopo. Hivyo basi tulipata mafunzo siku ya juzi. Naomba mafunzo yote mlopatiwa mwende mkazingatie kwa ukamilifu, na nawaomba mwende mkachape kazi ili mweze kuitendea haki mikopo hiyo na mrudishe kwa wakati ili tuweze kuwapa wengine vikundi. Ndugu wananchi, naomba wote mjitokeze katika mikopo inayofuata. Halmashauri ya mji wa Mbinga inatoa mikopo kwa kila mwananchi, hivyo na wasii mfike mara tu dirisha litapofunguliwa, tutatangazia. Naomba kuwasilisha. Mbunge wetu Jonas Mbunda oye! Na mgeni wetu Mbinga, Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya, nichukue nafasi hii kumpongeza sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia, kwa kusimamia utekelezaji wa ilani, kuhakikisha fedha kwa ajili ya makundi maalumu inatengwa, lakini pia makundi maalumu yananufaika. Mama Samia oye! Juzi tulikuwa halmashauri ya Mbinga DC. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi DC alifanya zoezi kama hili, na Mbinga DC vilinufaika vikundi zaidi ya 100 na vyenyewe vilinufaika na hiyo 10%. Nikupongeze sana Mheshimiwa DC kwa namna ambavyo unasimamia halmashauri zetu zote mbili. Sisi kama chama tumeshuhudia utekelezaji wa ilani kwenye maeneo yote mawili, Mbinga DC pamoja na Mbinga TC. Nafurahi kusema leo tena tupo hapa pamoja kwenye zoezi hili la kuhakikisha yale makundi maalum matatu yanaendelea kunufaika. Na zaidi ya yote nimefurahi pia kwenye taarifa iliyosomwa na afisa maendeleo wa wilaya kwa niaba ya mkurugenzi, namna ambavyo wale walionufaika wanavyojituma kurejesha kwa mujibu wa makubaliano. Tunashukuru sana kwa namna ambavyo mnavyoendelea kusimamia
kwa sababu ni lengo la serikali kuona wachache wakishanufaika basi warejeshe kwa kadiri ya makubaliano ili wengine waendelee kunufaika. Kwenye taarifa imeonyesha hilo linatekelezwa, kwa hiyo tunashukuru sana. Lakini pia ni maelekezo ya chama kuhakikisha kila kata kupate vikundi ambavyo vinanufaika. Kwenye taarifa ya hapa Mbinga TC tumesikia vikundi zaidi ya 19 vimenufaika, na nina hakika Mbinga TC tuna kata 19. Inawezekana pengine hatujafika kwenye hizo kata zote, lakini nadhani kwenye 90% tumefika. Kukuta hapa siku ya leo kwa ajili ya hii hafla muhimu ya utoaji wa mikopo. Tunapenda kuita hizi fedha mikopo, lakini kama alivyozungumza, kama alivyosema alivyotangulia kusema katibu tawala, kwa kweli hizi sio fedha za mkopo, ni fedha za uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, kwa sababu mkopo unakuwa na riba, au sio? Lakini wote ni mashahidi kwamba hizi fedha unapokuwa umepewa unarudisha kiasi kile kile ambacho ulikuwa umepewa, na unakaa nazo katika mzunguko wa biashara katika kipindi cha miaka 3 kabla hujakamilisha marejesho ya fedha ulizopatiwa kwa kiwango kile kile bila riba. Kwa hiyo ni fedha za uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Na pia napenda kutoa pongezi za dhati kabisa kwa kamati ya utoaji na usimamizi wa mikopo ngazi zote, kama nilivyokwisha tangulia, halmashauri ya Mbinga mji kwa kazi kubwa ambayo wanafanya kwa kushirikiana na timu nzima ambayo sasa imewezesha sisi kukutana hapa kwa ajili ya hafla hii ya kutoa kwamba vikundi 19 walao vitapata mkopo, na fedha zitakazotolewa ni zaidi ya shilingi milioni 300 kwa awamu hii, ukilinganisha au ukitoa zile fedha ambazo zilishawahi kutolewa toka dirisha la utoaji wa fedha za uwezeshaji lilipofunguliwa tena. Ndugu zangu, lazima niseme, tunapoona kwamba leo tumekutana hapa na kwamba kuna vikundi viko 19 ambavyo vitakabidhiwa hundi ya mfano, fedha hizi zinatokana na makusanyo ya ndani. Kwa hiyo timu nzima ya halmashauri chini ya usimamizi wa baraza la madiwani likiongozwa na mheshimiwa mwenyekiti ambaye tuko naye hapa, kama wasingesimamia sawasawa ukusanyaji wa mapato, basi tusingeweza kuwa na afya hii, kwa sababu fedha hizi kwa mwongozo na maelekezo ya serikali ni kwamba zinakokotolewa kwenye makusanyo ya kila mwezi, na ndizo tunapata fedha sasa kwa ajili ya kukopesha au kuwapa fedha za uwezeshaji vikundi vyetu mbalimbali. Nitoe shukrani pia za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye alitoa maelekezo ya kuhakikisha kwamba halmashauri zote nchini zinatenga fedha ya 10% ya mapato ya ndani kwa ajili ya kuvikopesha vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, ili kuwasaidia wananchi kuondokana na hali ya umaskini wa kipato na kukuza uchumi wa kaya kwa maendeleo ya wilaya yetu sisi Mbinga, lakini kwa taifa kwa ujumla. Hivyo basi ni muhimu kuwa na mipango mizuri. Nitoe rai kwamba ni vizuri tukawa na mipango mizuri ya biashara, kutunza kumbukumbu ya mapato na matumizi, pamoja na kuhakikisha marejesho yanafanyika kwa wakati ili wengine waweze kufanika na mikopo hii. Lakini pia vile vile nawasihi wanufaika kutumia fursa hii kwa bidii, ubunifu na uaminifu, kwani mikopo pekee haitoshi kuleta mafanikio bila nidhamu ya fedha na usimamizi wa shughuli ambazo tunafanya. Tumesikia katika taarifa ambayo tumesomewa kwamba fedha ambazo zilikuwa zimeombwa ni karibu walau bilioni 5 plus, na kuna nakisi ya bilioni 3 plus ambazo
zilihitajika ili vikundi vyote ambavyo vilikuwa vimeomba fedha ziweze kupata fedha za uwezeshaji, lakini hilo halikuwezekana kwa sababu ya kiwango cha makusanyo ambacho kiko mpaka sasa. Kwa hiyo nitoe rai kwamba sisi ambao ni wanufaika wa fedha hizi, basi tujitume pia katika kuhakikisha kwamba tunarejesha fedha zile ambazo tumepewa, ili iweze kutoa fursa pia kwa watu wengine ambao wameomba. Tumeona kwenye taarifa ambayo tumesomewa na afisa maendeleo ya jamii kwamba bado huko msururu wa waombaji wa fedha hizi ambazo pia wangependa kunufaika na fursa hii ambayo imetolewa na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kama sehemu ya tabasamu la mama ambalo tumekuwa tukilisema. Lakini nikimalizia hotuba yangu, naomba niendelee kusisitiza kwamba sisi kwa pamoja, ni matumaini yangu kwamba tukishirikiana kwa pamoja katika kusimamia zoezi hili la fedha ambazo zinatolewa kwa ajili ya makundi yetu mbalimbali, na fedha hizi zikitumika vizuri, itakuwa ni mapinduzi makubwa katika kuwawezesha wananchi wetu kujitafutia riziki na kujenga uchumi wa mfuko wa mtu mmoja mmoja na wakaya, na hatimaye uchumi wa nchi yetu kwa ujumla. Namshukuru sana Mama Samia na viongozi wote wa taasisi za mikopo kwa kutunufaisha sisi wajasiriamali. Nasema haya kwa kuwashukuru wote viongozi na watu wote wanaohusika na shughuli hizi za mikopo. Kwa jina naitwa Maria Chiwinga, natokea wilaya ya Mbinga, mkoa wa Ruvuma. Kwanza naanza kushukuru Mama Samia kwa kutuwezesha kupata mikopo. Kwa sisi wajasiriamali mikopo tunafaidika. Tuliokuwa na biashara ndogo ndogo au tunapanua biashara kutokana na mikopo yake. Na sio mikopo, tuseme ile hela ambayo tunapata rejesho lake lilikuwa ni ndogo na haina riba yoyote. Tunashukuru kwa sisi wafanyabiashara wadogo wadogo ambao tutakuwa tunapanua biashara kutokana na hiyo pesa. Na kitu kingine tunafaidika kwa wale ambao walikuwa hawajui kama kuna msaada serikalini, kwa sasa wametambua na faida zake wanaziona, na ukubwa hizo faida zao wameziona. Na kama watu ambao wapo ambao walikuwa hawajui hiyo mikopo ipo au hamna, kwa uhakika hiyo mikopo ipo na inatolewa na inanufaisha wananchi, wanawake, watu wenye ulemavu na vijana. Mwajibike katika hiyo kuja kuandikisha hiyo mikopo muweze kuipata kupanua biashara zenu.